kaunti ya Nairobi. Na mtazamaji, kizaazaa kilishuhudiwa katika hospitali ya rufaa Kenyatta baada ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Kenyatta kufika kumchukua mwenzao Philip Okech aliyepigwa risasi kwenye vurumai la maandamano hapo jana. Philip Okech ambaye ni mmoja wa watu waliopigwa risasi jijini Nairobi, baadaye akihamishwa hadi hospitali ya KU. Na kama Seth Olale anavyoarifu, wazazi wa Philip kutoka nyumbani kwao Karachuonyo, kaunti ya Homa Bay, wakidai haki kwa mwana wao. Philip Okech, mwanafunzi aliyepigwa risasi kwenye maandamano ya siku ya Jumanne, alitoka hospitalini Kenyatta akiambatana na wanafunzi wenzake, akiwa angali amevaa sare rasmi za mgonjwa. We want justice! We want justice! I want to tell William Ruto that no amount of threats will threaten us. Yes. No amount of intimidation will intimidate us. Yes. The streets belongs to the people. He didn't have any weapon. He was just harmless, just on the street for the other comrade and comrade Albert, and now he's here just the same. Kisha Okech alisafirishwa moja kwa moja hadi katika hospitali ya rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta ili kuendelea kupata matibabu. Wazazi wake Philip Okech, Hezron na Irene Okech, wamekuwa katika hali hii ya upweke tangu Jumanne jioni walipopata habari kwamba mwanao amepigwa risasi jijini Nairobi. Nimelia kabisa. Sasa kama nachukua simu yangu, napiga namba yake ingii. Sasa huyu mtoto yangu amekufa ama nini? Sasa kama naongea na huyu msichana, amesema nimesha toka hospitali, mimi naenda nyumbani. Unavyojua mwenyewe risasi mbili, ukiambiwa mtu amepigwa risasi la shingo, alafu risasi nyingine kwenye mkono, yani kabisa unaamua kwamba hapo hamna maisha. Wazazi wa Philip Okech wanataka haki itendewe mwanao ambaye sasa anauguza majeraha ya risasi. Haya masuala hayataisha kesho. Wachukue tahadhari ya kujilinda, kwa sababu whatever happens to any of them, the world will not stop. Babake Philip ambaye ni mshonaji na mamake ambaye ni muuzaji samaki katika kijiji cha Kanaluo wakieleza jinsi wamehangaika kumsomesha mwanao kwa matarajio kwamba huenda atawafariji siku za usoni. Mapato ya ufundi wa ushonaji wa nguo jinsi ilivyo ni mapato madogo. Tumesumbuka miaka yote mpaka kijana kufikia hapo. Wazazi wake Philip Okech ambao wanafanya lolote ili kuhakikisha kwamba mwanao anakamilisha masomo katika chuo kikuu, wanatumai kwamba mwanao hatimaye atapata nafuu na vile haki dhidi ya yale yaliyompata. Seth Olale, runinga ya Citizen, katika kijiji cha Kanaluo, Karachuonyo, kaunti ya Homa Bay.